Na leo tumesafiri mpaka Iringa, na huku tumetoka Iringa mjini tumekuja sehemu moja inaitwa Kiesa Kilolo, na tumekuja kumtembelea mfugaji wetu au mfugaji mwenzetu ambao ni kijana, na yeye ndio mmiliki wa Machakani Farm kama tulivyozungumza. Kwa hiyo tunakuja tuzungumze naye, tupige naye story mbili tatu, tuone nini hasa ambacho kinafanyika hapa, na wewe pengine uweze kuhamasika, uweze kujifunza. Naona pia huko mbali na bidhaa za Koudijs. Nimeona zetu za Koudijs. Sababu Koudijs bwana ni wazalishaji ambao wanaaminika. Kwa hiyo naona pia anatumia bidhaa za Koudijs. Twenzetu. Tumeita Machakani Farm, nadhani wenyewe mnaweza kuona mazingira yanasadifu hilo jina. Kihistoria kifupi ni kwamba mimi ni mtu wa mazingira. Nimespend muda wangu mwingi pia maporini kama muhifadhi. Kwa hiyo wakati nimeanza hizo shughuli zangu sasa za ufugaji, maana yake nilitamani nisiwe mbali sana na mazingira. Nafanya ufugaji lakini mazingira ni sehemu ya ufugaji pia. Ndio msingi wa hili jina la shamba kuliita Machakani Farm. Security ni muhimu sana. Kama unaofahamu swine fever na magonjwa mengine sasa hivi yameendelea kuwa janga. Kwa hiyo kabla ya kuingia shambani lazima ujihakikishie swala ya biosecurity. Kama ulivyoona wamefanya sanitization ya gari. Sasa hivi hapa sasa tunavaa gumboot kwa ajili ya tayari kwa ajili ya kuingia shambani, ili tuweze kukuonesha nini ambacho hasa kinafanyika hapa. Ni Machakani Farm. Sawa. Rubaba TV. Sawa. Hatua ya kwanza tumefanyiwa disinfectant kule getini na tumezungumza na brother, nadhani umeona. Na sasa hatua ya pili lazima ufike ofisini kwanza ili tuweze kuendelea na shughuli zingine. Kwanza brother, tunashukuru tunafika hapa, asante sana. Kwa hiyo cha kwanza ni kujisajili, si ndio? Yes. Leo tarehe 10 leo. 10. Yes. 6 Rubaba Farm Beast Mwanza. Tumetoka Mwanza mpaka Iringa bwana. Karibuni sana Iringa. Asante sana. Kwanza brother, hongera kwa hiki kitu ambacho unakifanya. Ukiangalia miundombinu kwa shamba hili ni iko vizuri sana, na hongera kwa hili sana. Asante, nashukuru sana. Ningependa ujitambulishe wewe ni nani, hapa tuko wapi na nini kinafanyika, na tuweze kuzungumza mambo kadha wa kadha. Kwa majina mimi naitwa Joseph Mbombwe, ni mkurugenzi wa Machakani Farm, na hapa ni mkoa wa Iringa kama ambavyo umetanguliza kusema awali, wilaya ya Kilolo, kata ya Ilole, kijiji cha Lundamatwe, lakini kitongoji kinafahamika kama Ihokelo. Hapa ndipo ambapo mradi huu unatekelezeka. Shamba hili linajihusisha na ufugaji wa nguruwe wa kisasa, kuku wa mayai wa kisasa, kuku chotara na kuku wa nyama kwa maana ya broiler. Sawa. Na kimsingi hili shamba limeanza mwaka gani? Tangia muanze kufanya kibiashara? Rasmi tumeanza kufanya kibiashara kuanzia mwaka 2020 ndio tumehamia hapa rasmi, kwa sababu awali tulianza kufuga ile kienyeji nyumbani, lakini baada sasa kuwa tumeshajua kanuni, taratibu na nini, na tumeanza kupata manufaa, tukaamua kusogea pembeni ya mji kidogo, kupata ardhi na kuanza ujenzi wa miundombinu kama ambavyo umeiona, na tukaendeleza na mradi mpaka sasa hivi hapa. Sawa, ugumu ulikuwa wapi wakati wa kuanza mpaka mlipofikia miundombinu? Naona iko vizuri. Unaweza ukatupa historia yako fupi tu, pengine kijana mwingine ambaye anatazama hapa anaweza akapata exposure kutoka kwako. Ugumu ulikuwa wapi? Nini mlifanya mpaka mkafikia hatua hii? Kimsingi ugumu ilikuwa kwanza kuona lile wazo, kuamini kwamba nguruwe anaweza kutupatia pesa. Na changamoto nyingine tulikutana nayo awali ilikuwa ni kupata kwanza taarifa sahihi, lakini pia kupata mbegu bora za nguruwe.
Kwa hiyo ilikuwa changamoto sana mwanzoni. Kama nilivyosema awali, tulianza kufuga mbegu ambazo hazikuwa na tija, lakini pia chakula pia ilikuwa ni changamoto kwa sababu tulikuwa tunachanganya kienyeji. Kwa hiyo tija ilikuwa kidogo sana. Kwa hiyo tulipokuja sasa kuanza kupata taarifa sahihi, tukapata mbegu bora, tukaanza kupata manufaa, manake yale manufaa ya awali, pesa zile za awali tunaanza kuzipata, tuliona sasa tuziwekeze serious kwenye kitu kikubwa kwa sababu malengo yalikuwa ni makubwa. Kwa hiyo yes, ugumu mwanzoni ulikuwa ni huo, taarifa, mbegu, vyakula, vyote vilikuwa ni changamoto. Lakini baada ya kuzishinda hizo, tumesogea, tumekutana na changamoto zingine upande wa pili tena sasa. Sawa, unaweza kutuambia sasa mradi ulianza na nguruwe, ulianza na kuku au ulianza na nini? Na pengine mpaka sasa hivi mmefikia hatua ipi? Sisi mradi huu ulianza na nguruwe. Kama ambavyo umeona hata kwenye nembo yetu pale kuna alama ya mnyama miguu minne anayewakilisha nguruwe. Kwa hiyo kimsingi Machakani Farm ni mradi wa nguruwe. Lakini baada sasa ya changamoto ndizo tulizokutana nazo mbeleni, ndizo zitufanya sasa tukatoka kwenye nguruwe tukaenda upande wa pili. Kwa maana sasa ya ufugaji wa kuku. Na changamoto kubwa iliyotupeleka huko ni ugonjwa wa homa ya nguruwe kwa maana ya swine fever. Hiyo ndio ilitufanya kutoka kwenye upande wa nguruwe kwenda kwenye upande wa kuku. Japokuwa sio kwa maana ya kutoka moja kwa moja, hapana. Tumesimama kwa maana ya kufuata zile kanuni na taratibu ambazo zinashauriwa na wataalamu kwamba baada ya kuwa umeshakutana na hiyo changamoto unahitaji muda kwa ajili ya kulipumzisha shamba kabla ya kurudi tena kwa mara nyingine. Sawa. Kwa mtu ambaye hajui effect au madhara ya swine fever, wewe unaweza kumuelezea tu kwa ufupi kwamba ina madhara gani? Kwa sababu tayari umeshapitia, pengine labda kuna mfugaji mwingine anaweza akafahamu na akapata namna ya kuweza kujilinda. Kimsingi ugonjwa wa homa nguruwe kama ambavyo inajulikana hauna tiba. Lakini pia sisi tunaweza kusema kwamba tunajua tuliupataje. Kwa hiyo maana yake tunaamini tukirudi mara ya pili njia zile zilizotufanya tukapata hayo madhara hatuwezi tena haziwezi tena kutufikia. Kwa sababu mara ya kwanza ile eneo halikuwa liko fenced kama ambavyo umeona sasa hivi. Muingiliano wa watu shambani pia ulikuwa ni mkubwa. Hizi taratibu ambazo unaziona leo hazikuwepo awali. Kwa sasa tumepumzisha shamba kwa upande wa nguruwe. Tumefuata zile taratibu zote kwa maana ya usafi kwenye mabanda, tumeshayapulizia dawa kwa maana ya hizo disinfectant, na ni miezi mitatu sasa toka tumelipumzisha. Kwa hiyo tunaamini kwa kufuata mwongozo na ushauri wa wataalamu shamba liko tayari kupokea sasa mradi mpya nguruwe wapya. Yep. Sawa, na mnatarajia labda lini kuanza tena mradi kwa upande wa nguruwe? Mpango ilikuwa ni mwezi Julai ndo tulete majike, na nadhani kwa kuanza tutaanza na majike 10 wazazi kwa maana ya majike chotara wa F1. Yep. Sawa. Sasa tuende kwenye upande wa kuku, sababu sasa hivi mmesema kuna kuku. Sasa hivi mnafuga kuku aina gani na kuku aina gani? Hapa tunaye kuku wa mayai kwa maana ya Bovan Brown, tunao hapa kama 1500, lakini pia tuna mzunguko wa kuku chotara kwa ajili ya nyama ambao tunakuwa nao kwa miezi miwili. Tumetoka kuwatoa, wengine tunataka kuwapokea kesho kutwa, lakini tuna mzunguko wa kila mwezi wa kuku wa nyama kwa maana ya broiler. Yes. Kwa jumla ni kama mnafuga kuku aina zote na kwa idadi gani kwa jumla? Sasa kwa upande wa kuku wa mayai kama ambavyo umeona tunao 1500 ambao tumeanza nao sasa hivi, lakini tuna mzunguko wa broiler 500 kutokana na aina ya soko, lakini pia tunao chotara kwa mzunguko wa 1000 kwa maana ya miezi miwili. Sababu yeye anakaa miezi miwili tunakuwa tumefikia uzito wa kilo 2 tunamtoa. Kwa hiyo tuna mzunguko wa 1000 kwa miezi miwili, tuna 500 kila mwezi, na tuna hao 1500 kwa mayai ambao sasa hivi wana miezi 4 tunakaribia kuanza kupata mayai. Sawa, tupate somo kidogo kwamba kwa nini ulipotoka kwenye nguruwe mliamua kuhamia kwenye kuku, kwa sababu kuna mifugo wengine hapo, pengine mngefuga mbuzi, mkafuga ng'ombe. Kilicho hapa exposure kuhamia kwenye kuku hasa ni nini? Unajua kimsingi wafugaji wengi wanakuwa na hizo historia zao nyuma. Familia nyingi hizi za Kitanzania nyumbani kama hakuna hawa mifugo wakubwa hapawezi kukosa kuku. Kwa hiyo maana yake tumekuwa tunaona kuku nyumbani wanafugwa. Kwa hiyo maana yake haikuwa ngumu sana kuhamia kwenye kuku kwa sababu tayari tulikuwa tunafahamu na tumekuwa tunaona majumbani mwetu kuku wanafugwa. Kilichobadilika ilikuwa ni sasa kutafuta taarifa sahihi, tusifanye makosa kama yale ya awali kwenye upande wa nguruwe.
tumfuge kuku ambaye atakuwa anatija, kwa sababu sisi tumejipambanua kwamba tunafanya kila kitu kibiashara. Kwa hiyo hatufanyi kwa ajili tu ya hivyo, tunatafuta pesa. Kwa hiyo tuliangalia kuku ambaye atakuwa anatija, atatupatia kipato ili tuweze kuendesha maisha yetu na familia zetu kama kawaida. Na kwa sasa hivi unaonaje, ukizungumzia specifically upande wa kuku wa mayai pamoja na hao, unaonaje ufugaji wa kuku? Kimsingi iko faida kwenye kuku wa mayai, kwa sababu changamoto zinatofautiana kwenye ufugaji. Tumetumia muda mwingi sana kutafuta maarifa na kutafuta elimu, na tumekuwa wepesi sana kufuata taarifa. Unajua, teknolojia inaturahisisha sasa kupata taarifa na elimu. Kwa hiyo maana yake tumekuwa wepesi hata kutumia gharama inapolazimu kupata taarifa sahihi, kupata elimu. Lakini pia wakati mwingine tumeshakuwa na wataalamu kadhaa wanaokuja shambani kwetu kwa ajili ya kuja kutunyoosha pale ambapo tunakuwa hatuendi sawa. Kwa hiyo tuna taarifa sahihi kumhusu kuku wa mayai, tuna taarifa sahihi kumhusu kuku chotara na kuku wanyama kwa maana ya broiler. Na tuna masoko ya kwetu ambayo tumejitengenezea wenyewe ambayo yanatuhakikishia. Kwa hiyo mzunguko nilokupa hiyo namba, maana yake sio changamoto kwetu kwa upande wa soko, ndio maana tumestick na namba hiyo. Hivyo na kwenye upande wa mayai, maana tayari tumeshajua kwamba mayai tutakayatoa hapa tunayapeleka wapi, soko lake likoje, kama ambavyo tulikuwa tunafanya kwenye upande wa nguruwe. Sawa, nashukuru sana kwa elimu hiyo, na pengine kama kuna mtu ambaye anatutazama, lazima kuna kitu ambacho amekipata. Sasa kwa kumalizia, au kwa kipindi tunaenda kupita mabandani huko, ungependa umwambie nini mfugaji pengine anayeanza na mfugaji, au kama kuna jambo lolote la kuweza kuzungumza hapa? Baada ya hapa inabidi tupite mabandani tuweze kuona, na pengine kuna mawili matatu tuweza kuzungumza. Kwanza kwenye upande wa nguruwe ni mradi ambao una pesa nyingi, lakini unahitaji mwekezaji ambaye yuko serious. Uwe na taarifa ya kutosha, lakini pia uwe na rasilimali fedha. Mimi nitakupa uzoefu kidogo. Kwa upande wetu sisi, moja kati ya sababu zilizotufanya tukapigwa na swine ni pamoja na kutokuwa na stock kubwa ya chakula. Maana yake wakati ugonjwa umeshamiri, umepiga Iringa, wafugaji wengi wa nguruwe mnategemea vyanzo vile vya chakula. Maana yake kama ni pumba, mnategemea mashine zile kwenda kukusanya chakula. Kwa hiyo kama hauna stock ya kutosha, alafu ugonjwa umechachamaa kwenye maeneo yenu, maana yake utakapoenda kwenye kile chanzo cha chakula, maana yake kwenye mashine zile husika, unahudumiwa na vijana wale. Kwa hiyo mfugaji X aliyekuja kwenye mashine ile ambaye yeye ameshambuliwa na ugonjwa, akifika pale kwa namna moja ama nyingine, vimelea vitakuwepo kwenye ile mashine. Na wewe uliyetoka huku mbali unaenda kuchukua chakula, unahudumiwa na vijana wale, unabeba vimelea unapeleka shambani kwako. Kumbe mwarobaini wa hilo ni kuwa na stock kubwa ya chakula. Utarudi kule kwamba sababu kubwa sasa hapo ni mitaji na nini, hatuna uwezo kuwa na chakula cha kutosha kwa muda mrefu. Lakini sisi hapo umeona tuna eneo kubwa, tuna store kubwa ya chakula. Kwa hiyo maana yake ni moja kati ya vitu ambavyo tumejifunza kwamba tunaporudi mara ya pili, hayo tena sio changamoto kwetu. Vivyo hivyo na kwenye upande wa kuku. Ili upate faida kwenye ufugaji wa kuku, kwanza ni issue ya masoko. Lazima ufanye utafiti wako, ujue soko lako liko wapi, lakini pia namna bora ya kupata chakula sahihi kwa gharama nafuu. Hizo nadhani ukivizingatia hivyo vitu vichache, ni mwarobaini wa kupata faida kwenye ufugaji. Sawa, na pengine nyinyi mnatumia chakula aina gani, au mnatumia utaratibu gani wa chakula? Sisi kwa upande wa nguruwe tulikuwa tunatumia concentrate kutoka kampuni ya Koudijs, ambayo tulikuwa tunachanganya na mahindi sisi tunalima hapa. Bahati mbaya sana kwenye pumba tulikuwa tunalazimika kwenda kufuata kwenye mashine, na huko ndiko ambapo tulikutana na hiyo changamoto. Lakini pia na kwenye kuku wa nyama tunatumia concentrate ya nyama kutoka Koudijs. Vivyo hivyo na kwenye kuku wa mayai. Pengine unamzungumzia nini, unaonaje concentrate za Koudijs, unazionaje? Mimi ni mfugaji ambaye nimesema nimefuga awali ile kienyeji kawaida, na nimekuja huku sasa kwenye ufugaji wa kisasa kwa maana ya mbegu bora na chakula bora. Kuna tofauti kubwa sana. Sisi tuna miongozo hapa na tumekuwa tunashauri pia na wafugaji wenzetu, tumekuwa tunawaonesha kwa vitendo. Ukilisha chakula kwa kutumia hizi mchanganyo wako ambao una concentrate za Koudijs, ni tofauti kabisa. Sisi tuna ile chart kabisa inayotuonesha ule ukuaji, uzito, performance yake ya huyu nguruwe kutoka siku anazaliwa mpaka tunampeleka sokoni. Maana sisi tulikuwa tunatoa hapa sana miezi 5.5 mpaka 6. Tulikuwa tumescore 100 mpaka 115 live weight. Hayo yote tumeyapata kwa sababu mwanzoni wakati tunachanganya kienyeji tulikuwa tupate huo uzito.
Kwa hiyo kwa maana ya ufugaji wa nguruwe bora ili upate faida tarajiwa, hauhitaji kufanya kona nyingi. Tumia concentrate za Koudijs. Na hata pale getini kwetu tumeona pale tumebandika ile mifuko. Tuna mifuko mingi hapa ambayo tuna. Kwa hiyo kwenye hiyo sidhani kama kuna kupepesa maneno. Koudijs wanafanya vizuri sana. Sawa, pengine labda upo tayari pale mtu kwa sababu nimeona miundombinu ipo, lakini moja ya kitu ambacho umeona umesema ni mtaji. Pengine labda kuna mtu ana uwezo au kuna mtu anatamani kufanya project lakini hajui afanye wapi. Je, uko tayari kushirikiana naye au wewe una nini cha kuzungumza hapo? Wanasema ukitaka kwenda mbali zaidi inabidi uende na wenzio. Unajua sisi kwa nguvu yetu tumefika hapa tulipofika. Umeona na tumekutana na changamoto, maana yake tulikuwa tunaenda juu. Lakini baada ya kidogo kukutana hiyo changamoto ni kama tumesimama kidogo. Kwa hiyo maana yake mlango uko wazi. Kama tutapata mtu ambaye anaweza kuja kuwekeza, tukaweka pamoja, tukafanya mradi pamoja, yes, milango iko wazi. Tuna mabanda ya kisasa, tuna maji ya uhakika, tuna umeme wa uhakika, tuna ofisi kama hivi, taarifa zinatunzwa vizuri. Yaani ni watu ambao tuna taarifa sahihi kuhusu ufugaji. Tuna timu sahihi ya watendakazi shambani. Na mradi ulipo unafikika. Hapa ni kilomita 1.5 mpaka lami. Kwa maana hii barabara ya Iringa Morogoro. Lakini pia kutoka mjini kwa maana ya manispaa almost ni kama kilomita 14. Sio mbali. Yes. Kwa hiyo maana yake tunapatikana, tunakaribisha watu ambao wako tayari kuja kufanya kazi na sisi. Mazingira yetu ni rafiki na sisi tunafikika kama ambavyo umetufikia. Sawa, nikiangalia naona kuku wako wana afya nzuri na wanaendelea vizuri. Pengine labda tumezungumza mengi ofisini, lakini tungependa kupata mawili matatu tu. Pengine labda kijana mwingine anayetaka kuanza kufuga kuku, hasa kuku wa mayai, anaweza akazingatia. Cha kuzingatia sana ni ushauri na mwongozo wa kitaalamu. Sisi kama ambavyo nimesema, msingi wa mafanikio shambani maana ni kufuata taratibu na kanuni za ufugaji bora kitaalamu kutoka kwa wataalamu wa mifugo. Kama ambavyo tumemwona huyu ni Bovan Brown, sasa hivi tuko nao wako wiki ya 16. Kwa mujibu wa mwongozo tunategemea kuanzia wiki ya 18 tupate yai la kwanza. Afya yake ni kutokana na kwamba tumefuata mwongozo kutoka day 1, mtiririko wa chanjo, chakula kipimo sahihi, kwa sababu huyu sio wanyama. Kwa hiyo hatumlishi tu vile adilibutum, analishwa kwa kipimo sahihi kufuatana na mwongozo kutoka kwa mzalishaji wa kifaranga. Kwa hiyo maana yake tunafuata kile tunachoshauriwa na wataalamu wa mifugo na hasa mzalishaji wa kifaranga husika, kwa sababu kuku huyu Bovan huwezi kumlea sawa na kuku mwingine. Kwa hiyo maana yake tuna mwongozo kutoka kwa mzalishaji wa kifaranga, lakini tuna mtaalamu ambaye analihudumia shamba hili anayetushauri kitaalamu. Mimi kama mkurugenzi maana yake kuna sehemu ambapo naishia na kuna sehemu ambako nafuata mwongozo na ushauri wa mtaalamu kwa maana daktari wa shamba. Sawa, pengine labda kuna gharama kubwa sana katika kuwahudumia au mtu anayetaka kuanza anaweza kana anajiuliza ni very complicated. Hapana, sio complicated hivyo. Kikubwa ni kujua kuagana na nyonga kwamba nataka bajeti yangu inaniruhusu kufuga kuku wangapi. Kwa sababu changamoto kubwa ya wafugaji wengi utakuwa una pesa ya kununua vifaranga, utaagiza vifaranga wengi, halafu kumbe hauna bajeti ya chakula. Hapa katikati unakutana na sintofahamu. Lakini kama utakuwa umejipanga kutoka awali, ninachukua vifaranga wangapi ambao nitaenda nao kwa hizi wiki zote, tufanye wiki 20. Ndipo waanze kujiendesha 20-22 mpaka 22 hapo, si ndio? Kwa hiyo maana yake lazima uwe na budget, na kama hauna uzoefu maana yake tafuta mtu ambaye anaweza kukuandikia budget, akakuandalia budget vizuri. Wataalamu wapo, hata mimi naweza kukusaidia pia kwa sababu nina uzoefu na hichi kitu. Kwa hiyo maana yake ukishakuwa umejua nina pesa kiasi gani, ninahitaji kuku wangapi, bajeti yangu inataka niwe na shilingi ngapi, hakuna changamoto nyingine, kwa sababu kwenye kumhudumia kuku kama utafuata taratibu na kanuni zote hakuna changamoto kama mifugo wengine walivyo. Endapo tu kutoka kuna sintofahamu hapa katikati kwenye namna bora ya kumhudumia, chakula bora, chanjo, utakutana na changamoto. Lakini kama kila kitu kikienda sawa, kila kitu nadhani kinakuwa kinaenda sawa kama ambavyo umeona sisi shambani hapa tunavyoendelea. Nashukuru sana.
Mimi paka hapa nadhani sina cha ziada kwa sababu tumezunguka. Kwanza brother, hongera, na next time tutakuja kipindi ambapo ukiwa na nguruwe, ukiwa tayari kuku wa nyama ameishafika, ili kuwaonesha watu kwa ukubwa zaidi. Labda kwa kumalizia tu, kama kuna jambo lolote ambalo ungependa kushare na watazamaji wetu ili tuweze kufunga. Mimi nashukuru sana kwa kunitembelea shambani. Na washauri wafugaji wenzangu, changamoto tunakutana nazo, na changamoto ni sehemu ya maisha. Kwa hiyo ukikutana na changamoto, inuka, kung'uta vumbi, endelea mbele. Hii changamoto sisi ambao tumekutana nayo imetuachia shule, imetuachia somo, na imetufanya tuwe imara zaidi. Tunaamini tukirudi tutakuwa bora kuliko tulivyokuwa awali. Nashukuru sana. Lakini pengine nimekutana na mtu muhimu pia hapa shambani. Nimeona ni vyema tuzungumzie mawili matatu kabla ya kuondoka. Unajua inakuwa sio vyema mimi kukutana na watu watendaji kazi wa shambani. Kwanza brother, unaweza kujitambulisha ni nani na hapa unafanya shughuli gani hasa? Kwa majina naitwa Michael Mwinga. Mimi hapa najishughulisha na ufugaji wa nguruwe na kuku. Na hapo unasimama kama nani shambani? Mimi nasimama kama msaidizi. Na kwa nini sasa tukiangalia vijana wengi sasa hivi wako Kiesa kule wanauza nguo, wapo kule magari mabovu wanauza mitumba, kwa nini wewe hasa umeamua kukimbilia huko kwenye ufugaji? Mimi toka ndani hii inakuwa ni vision. Yaani ufugaji, yani kila mtu ana passion yake. Ila mimi napenda sana kufuga. Napenda sana ufugaji. Toka nikiwa mdogo nilikuwa nafuga. Na pengine labda unamwambia nini mtazamaji anayetazama hapa? Labda ni kijana mwingine ambaye anaogopa au hajawazia bado kufuga, unamwambiaje? Kwa kijana ambaye anajitafuta, yani ambaye anaona sasa hivi, mimi namshauri yani kama amependezwa na anachokiona hapa, anaweza kutafuta. Nashukuru sana. Sawa. Ndugu mpenzi mtazamaji, paka hapo mimi sina cha ziada, na hapo chini kuna namba ya mfugaji. Pengine labda unataka kufanya naye biashara kwa namna nzuri, lakini tutaendelea kukuonesha vitu vizuri zaidi, na pengine tunakuahidi tutafuta muda mzuri tuweze kufika hapa shambani tayari kwa kuna nguruwe na shughuli zingine zikiwa zinaendelea. Mimi ni Mani Rubaba, usiache kusubscribe channel hii, lakini pia na kukumbusha tumia bidhaa za Koudijs ili uweze kupata manufaa katika ufugaji wako.